السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala bin Aziz anasema katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilikuwa naeleza kuhusu maisha ya Hazrat Ubada bin Samit, na kuhusu yeye nataka kueleza zaidi. Katika historia imeandikwa kwamba wakati kwa sababu ya Abdullah bin Ubay Banu Kainuqa walipopigana na Waislamu, wakati ule Ubada pia alikuwa mwenzao wa Banu Kainuqa, lakini yeye akajitenga kwa sababu ya mapigano haya, na yeye kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akajitenga katika kabila lake. Na wakati ule aya hii iliteremka, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliyaa ba'dhum awliyaa ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin. Yani enyi mlioamini, msifanye Mayahudi na Wakristo kuwa marafiki zenu. Wao ni marafiki wenyewe kwa wenyewe, na yeyote ambaye atakuwa na rafiki yao basi yeye atakuwa miongoni mwao. Mwenyezi Mungu hawaongozi watu wadhalimi. Huzuri anasema hapa, niweke wazi kwamba maana ya aya hii sio hii kwamba haturuhusiwi kujenga urafiki na Wakristo na Mayahudi. Maana yake ni kwamba wale Mayahudi na Wakristo ambao katika hali ya mapigano na katika hali ya vita wanakuwa maadui wenu, basi msijenge urafiki nao. Pengine katika sehemu nyingine Mwenyezi Mungu amesema, Mwenyezi Mungu hawazuii kwa kuwafanyia mema wale ambao hawafanyi vita, hawapigani nanyi, wala hawakuwafukuzeni katika majumbani kwenu. Mungu hawazuini kwamba msifanye urafiki nao, kama Mwenyezi Mungu anasema, la yanhaakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitina. Yani Mwenyezi Mungu hawazuini, hawakatazeni kwamba msijenge urafiki na wale watu ambao hawakupigana nanyi wala hawakuwafukuzeni katika majumbani kwenu, kwamba mufanye mema na muwatende vizuri.
bila shaka mwenyezi mungu anawapenda waadilifu. Basi hapa katika aya ingine imeelezwa kwamba kwa sababu ya kuwa na uoga hamtakiwi mujenge urafiki na makafiri, bali mnatakiwa mumtegemee allah subhanahu wa taala, na mkiboresha imani yenu katika hali hii mungu pia atakuwa pamoja nanyi. Lakini hazuru anasema siku hizi sisi tunashuhudia kwamba serikali za waislamu kwa ajili ya kuomba msaada wanaomba msaada kutoka kwa wengine, na matokeo yake ni kwamba waislamu kwa sababu ya kuchukua msaada kutoka kwa wasiokuwa waislamu hawa wanaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Sisi tunafanya dua kwamba mwenyezi mungu ajalie akili serikali zote za waislamu. Azur anasema kwamba nilikuwa naeleza kuhusu tukio moja kuhusu bin banu kainuka. Wao walipigana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Vita ilitokea na banu kainuka walishindwa katika vita ile. Katika sirat khatamun nabiyin tukio hili limeelezwa kwa kupitia riwaya mbalimbali ya historia, na tukio hili limeelezwa hivi kwamba wakati banu kainuka waliposhindwa, basi ilitolewa amri kwamba wao wafukuzwe katika majumbani kwao, na maelezo yake ni hivi kwamba wakati mapigano ya Badri ilipopita, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu waislamu ingawa walikuwa wachache, lakini wakapata ushindi juu ya makafiri waliokuwa na uwezo wa kila aina, na viongozi wa makafiri walifedheheshwa. Basi hawa makafiri wakaanza kuleta uadui dhidi ya waislamu, na wakaanza kusema hadharani kwamba kupata ushindi juu ya makureshi sio jambo la ajabu. Ikiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapigana nasi, basi sisi tutamwambia, tutamfundisha vita ni nini, yeye atashindwa. Hata hawa banu kainuka mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam walisema maneno ya aina hii. Riwaya inapatikana hivi kwamba mtume sasa baada ya Badr aliporudi Madina, siku moja aliwakusanya Mayahudi wote na akawapatia nasaha, na akawaambia kuhusu madai yake, na akawakaribisha kwenye Islam. Lakini wale Mayahudi wakamjibu, ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe kwa sababu ya kuwaua hawa makureshi wachache umepata kibri. Wale makureshi walikuwa hawajui ujuzi wa vita. Ikiwa wewe unapigana nasi, basi wewe utajua kwamba sisi ni wajuzi kiasi gani. Na Mayahudi hawakutegemea maneno haya tu, yani hawakutosheka na maneno tu, bali wao walianza kufanya njama kwa ajili ya kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika riwaya imepatikana kwamba Talha bin Bara aliyekuwa sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa karibu kufa, yeye alifanya nasaha kwamba ikiwa na kufa usiku, basi kwa ajili ya kuongoza jeneza yangu umsimambie mtume sallallahu alaihi wasallam usiku. Isije akatokea hivi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka usiku, kisha Mayahudi wanapata nafasi ya kumshambulia na wanamdhuru. Kwa hiyo msimjulishe mtume sallallahu alaihi wasallam nikifa usiku. Kwa hiyo hii ilikuwa hali. Baada ya Badri, Mayahudi wakaanza kusema maneno machafu dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na banu kainuka katika Mayahudi walikuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo kutoka kwa hawa banu kainuka kwanza walivunja ahadi, ni hawa walivunja ahadi kwanza. Wanahistoria wanasema kwamba katika Mayahudi wa Madina ni Mayahudi wa kwanza ambao walivunja ahadi iliyofanyika baina ya mtume saa salam na baina ya hawa Mayahudi. Na baada ya mapigano ya Badri wakaanza kuasi na wakaanza kufanya njama na wakaanza kueleza bughudha yao na husuda yao na uadui wao, na wakavunja ahadi. Lakini licha ya kuwa na hali yao hii,
waislamu sawa na nasaha ya mtume sallallahu alaihi wasallam walionyesha subira ya kila aina na hawakutangulia kwa ajili ya kupigana na hawa Banu Kainuka. Hata katika hadithi inapatikana kwamba ila ahadi iliyofanywa na Mayahudi, mtume sallallahu alaihi wasallam hasusan alikuwa akiwahurumia sana Mayahudi. Kwa mfano, siku moja Muislamu mmoja na Myahudi wakaanza kujadili juu ya jambo fulani. Myahudi akasema Musa alayhi salam ni bora zaidi kuliko manabii wote, na yule sahaba mtume sasa akapata hasira. Kwa hiyo yeye akapata hasira na yeye akasema maneno kadhaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata taarifa ya tukio hili. Wakati mtume sasa alipopata taarifa ya tukio hili, yeye alikasirika na alimuonya sahaba wake na alimwambia kwamba wewe unahusika na nini? Unasema kwamba nabii fulani ni bora zaidi juu ya nabii mwingine. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza ubora fulani wa Musa alayhi salatu wasallam, na hivi akamhurumia yule Myahudi. Lakini licha ya kuwa na hali hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yani licha ya kuwa na upole huu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wale Mayahudi waliendelea kuzidi katika shari yao na katika njama zao. Kwa hiyo Mayahudi wakaleta wita na hawakuweza kuficha bugudha yao katika mioyoni mwao, bali bugudha yao ilitoka katika mioyo yao. Na ilitokea hivi kwamba mwanamke mmoja alienda sokoni na alikuwa ananunua vifaa kadhaa kutoka katika duka la Myahudi. Kule Mayahudi kadhaa ambao walikuwa wamekaa katika duka lile, wao wakaanza kumtendea vibaya yule mwanamke na wakaanza kusema maneno machafu, na yule mwenye duka pia akafanya kitendo cha aina hiki kwamba yeye alifunga kikoi chake katika kitu fulani, na ikatokea hivi kwamba wakati yule mwanamke baada ya kununua vifaa alipokuwa anarudi, basi yeye akawa mtupu, yani kikoi chake iliondoka. Na kwa kuona hali hii, wale Mayahudi wakaanza kucheka na wakaanza kufanya mzaha. Basi yule mwanamke kwa kuwa na hofu akapiga kelele. Kwa bahati Muislamu mmoja alikuwepo pale, yeye akaenda kumsaidia yule mwanamke Muislamu. Basi kule wale Mayahudi na Muislamu akaanza kupigana na yule mwenye duka akauawa pale. Basi kule Waislamu na Mayahudi wakaanza kupigana, na Mayahudi wakashika upanga na wakawaua wale Waislamu wachache. Waislamu wengine walipopata habari ya tukio hili, wao pia wakapata ghaira, na wao pia wakapata hamu ya kupigana na Mayahudi. Na upande mwingine Mayahudi ambao walikuwa wanatafuta nafasi kupigana na Waislamu wakajumuika na wakawa tayari kupigana Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa, basi akawakusanya viongozi wote wa Banu Kainuka na akasema kwamba kitendo chenu sio kizuri, na mujizuie katika vitendo vyenu vya aina hii na muogope Mwenyezi Mungu. Na wale viongozi badala ya kuomba radhi na badala ya kukubali kwamba wamekosea, wao wakasema maneno machafu mbele ya mtume sallam, na kwa kibri sana wakamjibu mtume sallallahu alaihi wasallam na wakasema kwamba usiwe na kibri kwa sababu ya mapigano ya Badri. Ikiwa unapigana nasi, basi utajua wenye kupigana ni watu wa aina gani. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua masahaba kadhaa na akaenda upande wa Banu Kainuka. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda pamoja na masahaba zake, wakati ule wale Mayahudi walitakiwa wangejuta na wangetubu na wangesema kwamba wako tayari kufanya suluhu, lakini badala yake hii wakawa tayari kupigana na Waislamu. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake na wale Mayahudi wakaanza kupigana.
basi sawa na desturi ya siku zile ilikuwa desturi hii kwamba watu walikuwa wakijifunga katika ngome na yule ambaye alikuwa anakuja kushambulia kutoka kwa nje yeye alikuwa akizunguka ngome ile au nyumba ile, na hivi waliendelea kupigana. Na ilikuwa ikitokea kwamba wale waliokuja kutoka kwa nje walikuwa wakirudi kwa sababu ya hali hii kwamba hawakuweza kuingia katika nyumba ile au ngome, na wale ambao walijikuwa wakijifungia ndani, watu walikuwa wakisema kwamba hawa wamepata ushindi kwa sababu watu walikuja kutoka nje hawakuweza kuingia ndani. Kwa hiyo hii ilikuwa desturi wakati ule, na baadhi wakati ilikuwa ikitokea hivi kwamba wale ambao walikuwa wakijifungia ndani baadhi wakati walikuwa hawawezi kujikimu, kwa hiyo walikuwa wakitoka nje katika nyumba yao. Na wakati tukio hili lilipotokea, Bani Kainuka pia walitumia desturi ile ile kwamba wakajifungia ndani ya nyumba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasubiri nje ya nyumba yao, na siku 15 Mtume sasema aliendelea kukaa pale. Wakati kibri ya Bani Kainuka ilipovunjika, wakafungua milango kwa sharti hii kwamba mali yao yote itakuwa mali ya Waislamu, lakini badala yake ni kwamba watapata amani ya maisha yao, yani wao hawatauawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali sharti yao hii, lakini hawa Banu Kainuka sawa na sheria ya Musa alayhi salatu wasalam walipaswa wauawe wote, kwa sababu sheria ya Musa inasema ikiwa mtu anapigana hivi basi auawe. Na sawa na ahadi ilitakiwa wao watolewe hukumu sawa na sheria ya Musa alayhi salatu wasalam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hataki kuchukua hatua ile sawa na sheria yao, na upande mwingine ilikuwa hii kwamba kuishi maadui wa aina hii karibu na Madina ilikuwa hatari sana. Vile vile maadui kutoka nje ya Madina pia walikuwa wakifanya njama ya aina mbalimbali dhidi ya Waislamu. Kwa hiyo kwa kuwa na hali hii yote, Mtume sallallahu alaihi wasallam alihukumu kwamba Banu Kainuka watoke katika Madina, wasikae katika Madina, kwa kuzingatia mazingira na hali ya wakati yule. Adhabu hii ilikuwa adhabu ndogo sana, na adhabu hii ilitolewa ili Waislamu waweze kuishi kwa usalama na waishi kwa amani. Mirza Bashir Ahmed Sahib anaandika zaidi kwamba wale Waarabu ikiwa walikuwa wanahama sehemu ingine ilikuwa sio kitu kikubwa, kwa sababu hii ilikuwa tabia yao na desturi yao. Walikuwa wakihama sehemu mbalimbali, hasusan yule mtu ambaye alikuwa hana shamba au alikuwa hana bustani. Kama Banu Kainuka walikuwa hawana mashamba wala bustani. Watu wa aina hii walikuwa wakiacha kwa urahisi sehemu moja na kwenda sehemu nyingine, na Banu Kainuka pia walikuwa watu aina hii, ilikuwa rahisi kwao kuacha Madina. Kwa hiyo wao wakaacha Madina wakahamia Syria. Wakati walipokuwa wanahama, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipatia jukumu Ubada bin Samad kwamba yeye aangalie mpango wote wa kuhama hawa Banu Kainuka. Kwa hiyo Ubada bin Samad alitoka pamoja na Mayahudi na aliwasindikiza vizuri. Kwa hivyo mali ile ya Mayahudi waliopata Waislamu ilikuwa silaha na vile vile vitu vya aina hii. Waislamu hawakuchukua mali ingine. Katika Sirat al-Halbia pia imeandikwa maelezo yake, na kule imeandikwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamuru kwamba hawa Mayahudi wafukuzwe katika Madina, wasikae pale tena.
na mtume salallahu alaihi waalihi wasallam alimpatia jukumu la kuwafukuza harat ubada bin samit, na mayahudi walipewa siku 3 ya kuondoka katika madina. kwa hiyo mayahudi baada ya siku 3 wale mayahudi wakahama kutoka madina, na wale mayahudi walimwomba harat ubada bin samit kwamba wapewe nafasi zaidi kuliko siku 3, lakini harat ubada bin samit akasema hapana, hamtapewa nafasi zaidi, hamtapewa hata dakika moja zaidi katika siku hizi 3. kisha harat ubada chini ya uongozi wake aliwafukuza hawa mayahudi wote na aliwasindikiza. kwa hiyo hawa mayahudi wakaanza kuishi katika kijiji fulani cha Syria. kuhusu harat ubada bin samit kuna riwaya chungu mzima, na katika riwaya moja amesema katika riwaya moja amesema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na shughuli chungu mzima. kwa hiyo muhajirin au mtu yeyote kutoka muhajirin alipokuwa akimjia mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitupatia sisi ili sisi tumfundishe, yani yeye alikuwa anatupatia yule mtu muhajir ili sisi tumfundishe Qur'an tukufu. Anasema siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam akanipatia mtu mmoja ili nimfundishe Qur'an tukufu. basi yule mtu akaanza kuishi nyumbani kwangu, na yeye alikuwa anakula chakula pamoja nasi na nilikuwa namfundisha Qur'an tukufu. wakati yule mtu alipokuwa tayari kuondoka na kwenda katika familia yake, yeye akadhani kwamba kwa sababu ya kuishi pale kule na kwa sababu ya kula chakula kwa siku kadhaa, mimi nastahili nipewe zawadi au kitu fulani. kwa hiyo yeye akanipatia upanga fulani au kitu fulani cha silaha, na kitu alichonikipatia kilikuwa kizuri kiasi hiki kwamba mimi sijawahi kuona kile kitu katika maisha yangu. Anasema mimi nilimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na nikamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ya Rasulullah, unasemaje huyu mtu amenipatia kitu hiki, yani yeye alikaa kwangu na amenipatia zawadi hii. wakati alipoondoka mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba hii ni moto ambao unashika, yani yeye amekupatia zawadi hii kwa sababu wewe ulimfundisha Qur'ani tukufu. kwa hiyo wewe umechukua moto, unashika moto na umebeba moto ambao ulipewa kutoka kwa yule mgeni wako. kisha kuna riwaya ingine kwamba Hazrat Ubada bin Samit akasema, niliwafundisha watu kadhaa kutoka katika ashabu sufa na niliwafundisha namna ya kuandika katika hawa ashabu sufa. mtu mmoja akanipatia zawadi silaha ya aina fulani. mimi nikapata wazo moyoni mwangu kwamba hii si mali, sio fedha, sio pesa, sio fedha. mimi nitatumia silaha hii na nitapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. nikipata nafasi ya kufanya jihadi, basi kwa kutumia silaha hii mimi nitapigana na makafiri katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema kwa vyovyote mimi nikamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu zawadi ile. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ikiwa unapenda kubeba moto basi ukubali zawadi ile, yani ikiwa wewe unapenda kwamba ubebe moto kichwani basi uchukue upokee zawadi hii. wafasiri kuhusu riwaya hizi mbili wamechukua maana hii kwamba yule alipewa zawadi ile kwa sababu ya hii kwamba alimfundisha Qur'an tukufu na yeye alipata ujira wa kumfundisha Qur'an tukufu. ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam hakupendelea. basi wale watu ambao wanafanya biashara hii kwamba wanaanza kuwafundisha watu wengine na badala yake wanachukua fedha, jambo hili hairuhusiwi. Hazrat Rashid anasimulia kwamba siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alimwendea Ubada bin Samit kwa ajili ya kumwangalia kwa sababu alikuwa anaugua, alikuwa mgonjwa.
mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, je, nyinyi mnajua kina nani ni mashahidi katika umma wangu? Watu wakaanza kuangalia hapa na pale, wakaanza kutizamana na wakaanza kusubiri jibu kutoka kwa mtume sallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kumwangalia Ubada bin Samat, na wakati ule aliuliza swali hili kutoka kwa maswahaba. Hadrat Ubada akasema kwamba nisaidieni ili niweze kukaa. Kwa hiyo watu wakamsaidia akakaa, na Hadrat Ubada akasema, ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, umetuuliza swali kwamba ni nani ambaye ameuawa katika njia ya Allah. Basi yule ambaye anasimama kwa imara katika njia ya Mungu na anakuwa na nia ya sawabu, basi yeye ni shahid. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sio hivyo tu, ikiwa ni hivyo basi wengi watakuwa wa aina hii. Akasema kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni shahid, vile vile mtu akifa kwa sababu ya tauni yeye pia ni shahid. Ikiwa maradhi inaenea na Waislamu wanakuwa waaminio na wakifa kwa sababu ya ugonjwa ule, wale wao pia ni mashahidi. Kisha mtu ambaye anazama majini, yeye pia ni shahidi. Ni yule mtu ambaye anakufa kwa sababu ugonjwa wa tumbo, yeye pia ni shahidi. Na yule mwanamke ambaye anakufa katika hali ya nifasi, basi mtoto wake pia atampeleka peponi. Ya yule mwanamke ambaye wakati wa kuzaa mtoto wake anakufa kwa sababu ya kuzaa mtoto, au baada ya kuzaa mtoto katika siku 40 kwa sababu ya udhaifu, kwa sababu ya maradhi, yule mwanamke anakufa kwa sababu ya kuzaa mtoto, basi amesema Mtume sallam kwamba mtoto wake atampeleka peponi, yani mtoto atakuwa sababu ya kumpeleka peponi. Katika Bukhari riwaya niliyoeleza, riwaya ya aina hii pia inapatikana kwamba Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mashahidi ni watano: mmoja ambaye anakufa kwa sababu ya tauni, mmoja anakufa kwa sababu ya maradhi tumbo, na yule ambaye anazama majini, na yule ambaye anazikwa hai, yeye pia ni shahidi. Wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, wale wafuasi ambao walikuwa wafuasi hasa wa Sayyidina alayhi salatu wassalam hawakupata tauni kwa sababu ilikuwa nishani. Lakini kwa kawaida baadhi wakati ugonjwa unaenea, na kwa sababu ya ugonjwa ule ikiwa muamini anakufa, basi yeye atakuwa shahidi sawa na maelezo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ismail Ansari anasimulia kwamba Hazrat Ubaida alimwambia Hazrat Abu Huraira kwamba, ewe Abu Huraira, wakati ule ulikuwa hayupo wakati sisi tulipofanya bayati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tulifanya bayati yake kwamba sisi tutakuwa waangalifu sana na tutakuwa watiifu, na katika dhiki na faraja tutatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu na tutafuata amri zake zote. Na sisi hatutajali lawama za watu. Na Mtume sallam alipohamia Madina, tuliahidi kwamba tutamsaidia, na tuliahidi kwamba tutatanguliza heshima ya Mtume sallam juu ya watoto wetu na juu ya nafsi zetu. Juu ya maneno haya tulifanya bayati ya Mtume sallam, na kwa sababu hii Mungu alituahidi kwamba atatuingiza peponi. Basi hii ilikuwa bayati yetu tuliyofanya. Yeyote ambaye anavunja bayati yake, basi anapata hasara. Yule ambaye atatimiza masharti haya yote ya bayat, basi yeye ataona kwamba Mungu atatekeleza na atatimiza ahadi yake aliyofanya na mtume wake. Hazrat Muawiya alimwandikia barua Hazrat Usman Ghani kwamba Hazrat Ubada bin Samit anafanya jambo fulani dhidi yangu katika Syria,
basi umuite Ubada aje kwako, au mimi naondoka kutoka hapa. Hazrat Usman akamwandikia kwamba mtume Ubada bin Samit yeye aje Madina. Kwa hiyo Hazrat Muawiya akamtuma Hazrat Ubada bin Samit, na Ubada bin Samit akaja Madina na akaenda nyumbani kwa Hazrat Usman. Na wakati ule mtu mmoja tu alikuwa amekaa karibu na Hazrat Usman. Hazrat Ubada akaenda nyumbani kwake, na Hazrat Usman akasema, ewe Ubada bin Samit, nimesikia nini kuhusu wewe? Hazrat Ubada akasimama na akasema, mimi nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba baada yangu watapatikana viongozi wenu ambao watawaamuruni mufanye matendo ambayo nyinyi hamtendi, ambayo hampendi. Basi katika hali hii nyinyi msivunje mipaka ya Mwenyezi Mungu na mufuate amri za Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwamba matatizo mbalimbali yalipatikana, na kwa sababu ya hii ikhtilafu inaweza kupatikana. Kwa hiyo baina ya Ubada bin Samit na Muawiya pia ikhtilafu ilikuwa inapatikana. Na wakati wa Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu pia tukio la aina hii lilitokea, kwa sababu Ubada bin Samit alikuwa sahaba aliyetangulia kusilimu, na yeye alipata maagizo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja. Kwa sababu ya hii alikuwa mwangalifu sana, na alikuwa akifuata nasaha zote za mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa akisisitiza kwamba anafanya ni sahihi. Na wakati wa Umar ikhtilafu ilitokea baina yake na baina ya Amir Muawiya. Hazrat Umar akamwambia Amir Muawiya kwamba huruhusiwi kwenda kinyume na Ubada bin Samit. Ikiwa Ubada anaeleza mambo kadhaa, umwache aendelee kueleza. Kwa hiyo wakati Usman alipokuja Madina na kule, kwa sababu ikhtilafu ilipatikana, Usman alimwambia Ubada arudi katika Madina. Na Hazrat Ubada kwa sababu alisikia nasaha zote kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo maana ikiwa mtu alikuwa anasema kinyume na nasaha hizi, basi alikuwa akifanya ikhtilafu naye. Na kwa sababu ya hii ikhtilafu ilipatikana baina ya Amir Muawiya na baina yake. Kwa mfano kuhusu mambo ya biashara pia alifanya ikhtilafu na Amir Muawiya. Yeye alikuwa na hoja na Amir Muawiya alifanya maelezo sawa na maoni yake, lakini kila mmoja hatakiwi aanze kufanya ikhtilafu ya aina hii. Ndiyo, ikiwa kama kuna mtu ambaye ana dalili na hoja kutoka Qur'an tukufu anaweza kufanya ikhtilafu, lakini pengine kila mtu haruhusiwi kufanya ikhtilafu na mtu mwingine. Jambo la msingi ambalo linatakiwa likumbukwe ni hili kwamba mtu asiende kinyume na mipaka ya Mwenyezi Mungu. Kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie kitu hiki katika maisha yake, na vile vile anatakiwa awe mtiifu na asiende kinyume na utii. Hazrat Ata anasema, nilikutana na Walid, alikuwa mtoto wa Hazrat Ubada bin Samit. Nikamuuliza mtoto wake kwamba baba yako, yani Hazrat Ubada, wakati alipofariki alifanya wasia ya aina gani? Mtoto wake akasema, Hazrat Ubada aliniita na akasema, ewe mtoto wangu, mwanangu, umwogope Allah subhanahu wa ta'ala, na ujue kwamba huwezi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala mpaka umamini Allah subhanahu wa ta'ala kweli kweli. Vile vile unatakiwa uwe na imani juu ya takdir. Hazrat Anas bin Malik anasimulia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akija Hazrat Umme Haram
alikuwa mke wa ubada. Yeye alikuwa akimlisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja katika nyumba ya ume haram. Yeye akampatia chakula mtume sallallahu alaihi wasallam na akaanza kufanya masaji katika kichwa chake. Mtume sasema akalala na akalala katika hali hii, kisha akaamka na alikuwa anafanya tabasamu. ume haram anasema nikamuuliza, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu gani unafanya tabasamu na unacheka? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, katika umma wangu watu kadhaa waliletwa mbele yangu ambao walitoka kwa ajili ya jihadi, kwa ajili ya kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wameenda baharini, wamekaa katika kiti na viti cha wafalme, ni yani wao wanafanana na wafalme ambao wamekaa katika viti vyao. ume haram anasema nikamuuliza mtume sasema, ya Rasulullah, ufanye maombi kwamba Mungu anifanye mimi pia niwe miongoni wa hawa watu. Mtume sasema akafanya dua kwa ajili ya ume haram. Kisha mtume sallam akalala tena. Baada ya muda mfupi tena mtume sasema akaamka na alikuwa anafanya tabasamu. ume haram anasema nikamuuliza, ya Rasulullah, kwa sababu gani sasa unafanya tabasamu? Mtume sallam akasema, katika umma wangu watu kadhaa waliletwa mbele yangu ambao walitoka kwa ajili ya kupigana, kwa ajili ya kufanya jihadi. Na kisha akasema maneno yale yale aliyosema hapo awali. Kisha nikasema, ewe mtume sasema, uniombee mimi pia niwe miongoni wa hawa watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wewe tayari upo pamoja na hawa watu ambao watakuwa katika viti vya ufalme. Kwa hiyo ume haram wakati wa Muawiya bin Abu Sufyan alienda katika safari ya bahari, na alipokuwa akitoka katika bahari basi akaanguka katika usafiri wake, na katika hali hii akafariki. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda katika nyumba ya ume haram kwa sababu ya hii, kwa sababu ume haram na mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa jamaa. Sio hii tu kwamba ume haram alikuwa mke wa ubada, kwa sababu hii mtume sallallahu alikuwa akienda nyumbani kwake, bali katika riwaya imeandikwa kwamba ume haram ni mtoto wa ibn Khalid ni binti Khalid, ni vile vile ni shangazi wa Anas, ni dada wa ume Sulaim. Na ume Sulaim na ume haram hawa wote wawili walikuwa shangazi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanahistoria wameandika kwamba ume Salam na ume haram wote wawili walikuwa jamaa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanasema hawa walikuwa mehram. Na walikuwa mehram kwa sababu gani? Katika hali hii wasumuliaji wamefanya ikhtilafu, lakini hii ni wazi kwamba ume haram pia alikuwa mehram, alikuwa katika jamaa wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakati ume haram aliposilimu na alipofanya bayat katika mkono wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ume haram alisilimu na alifanya bayat ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakati uhaifa Usman bin Nuren pamoja na mume wake aitwaye Ubada bin Samat aliyekuwa katika Ansar, yeye alitoka pamoja naye kwa ajili ya jihad na akafika mpaka Rum, na kule aliuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sawa na ruya ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa na ndoto ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ume haram aliyeuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Umdatul Bukhari ambayo ni shara ya Bukhari imeandikwa kwamba ume haram alifariki katika hijiria 27-28. Wengine wanasema wakati wa Amir Muawiya ume haram alifariki, lakini riwaya kwanza ni mashhur zaidi, yani alifariki katika hijiria 27, yani wakati wa Usman radhiyallahu ta'ala anhu vita fulani ilitokea, na katika vita ile ume haram alifariki.
na riwaya ingine ni kwamba wakati wa amir muawia alipigana na makafiri. wakati ule hazrat ume haram alitoka pamoja na mume wake ubada bin sambat na kule alifariki. swahaba mingine anasimulia kwamba sisi tulipomjia ubada wakati alipokuwa mgonjwa tukamwombea mungu akupatie afya, utupatie hadithi uliosikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ili mwenyezi mungu akupatie sababu na ujira. hazrat ubada bin samad akasema mtume sallallahu alaihi wasallam alituita na tulifanya bayat yake, na sisi tulifanya bayat juu ya mambo haya yafuatayo. ya kwanza kwamba tunafanya bayat juu ya hii kwamba katika furaha na dhiki na faraja tutakuwa pamoja nawe na tutakutii katika hali ya kila aina, na sisi hatutapigana na watu kwa ajili ya kupata utawala, isipokuwa tunalazimika kupigana na makafiri kwa ajili ya mwenyezi mungu. katika hali hii tu tutapigana, pengine hatutapigana na watu kwa sababu ya kupata utawala. Sanabi anasimulia nilimjia ubada bin samad wakati alipokuwa karibu kuaga dunia hii, nikaanza kulia. Akasema, kwa nini unalia? Wallahi, ikiwa mimi ikiwa naambiwa nitoe ushahidi, basi mimi nitatoa ushahidi kwa ajili yako. ikiwa mimi napewa nafasi ya uongozi, basi mimi nitafanya uombezi kwa ajili yako. Kisha akasema, kila hadithi niliyosikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam nimekuelezea, nimekuambia, isipokuwa hadithi moja ambayo mimi nitakuelezea leo wakati mimi nipo karibu kuaga dunia hii. Anasema, nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, yule ambaye anatoa ushahidi kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, basi Mungu ameharamisha moto kwake, yani yeye ni Muislamu na Mungu ni haramu kwake. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya haya maswahaba ambao walitusimulia hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. na katika hadithi hizi kuna elimu, na vile vile hadithi hizi ilikuwa muhimu sana kwa ajili ya kuishi maisha yetu ya hapa duniani. Hazuru anasema, sasa mimi nitaeleza kuhusu marhumin kadhaa na baadaye nitaswalisha jeneza yao. ya kwanza ni Said Sukia sahib wa Syria. tarehe 18 wa April alifariki. sisi tumepata taarifa ya kifo chake kwa kuchelewa, ndiyo maana mimi nitaswalisha jeneza yake leo. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. marehemu alikuwa mwanajumuiya mzuri sana wa Syria. katika umri wa miaka 5 alikuwa ameshasoma Qur'an tukufu. toka utoto wake alikuwa amejifunza tajwidi na alikuwa mahiri wa kufundisha Qur'an tukufu. bana Hasni sahib alikuwa akimtegemea sana. yeye alipata elimu ya uwakili, lakini hakupenda kazi ya uwakili, kwa hiyo akaanza kufundisha na akawa mwalimu, na alikuwa mwalimu maarufu sana katika nchi yake. katika maeneo mbalimbali ya nchi alifundisha na akawa mkuu wa shule. alikuwa na shauku sana ya mahubiri, alikuwa akifanya mahubiri sana. miaka kadhaa iliyopita, wakati Arabic Desk ilipofanya tafsiri ya vitabu kadhaa vya Sayyidina alayhi salatu wasalam, basi akasoma vitabu vyote vya Sayyidina alayhi salam vilivyofasiriwa, na alikuwa akisema kwamba baada ya muda mrefu sana sasa mimi nimejua kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema nini. na mara ya kwanza mimi nimeanza kujua kuhusu uhakika wa jumuiya kwa sababu ya kusoma vitabu vya jumuiya. sasa baada ya kusoma vitabu mimi nimeanza kufanya utafiti zaidi. alikuwa mnyenyekevu na alikuwa akiwasaidia watu bila kuwa na tamaa ya kupata ujira wowote. kila mtu ambaye alipata nafasi ya kukaa naye alipata athari nzuri, na kila mmoja alikuwa akimpenda sana kwa sababu ya sifa zake nzuri. alikuwa akifanya shughuli zake kwa makini, alikuwa mtu mwenye kufanya tabasamu, alikuwa baba mzuri,
na mume mzuri. Alikuwa akiswali swala bila kukosa na tahajud pia. Wakati wote alipokuwa akipata fedha alikuwa akitoa mchango. Baadhi wakati alikuwa akitoa poshaki yote katika mchango. Ameacha mabinti watatu na watoto wa kiume watatu. Mtoto wake mkubwa na mdogo wote wawili ni wanajumuia. Mwenyezi Mungu amrehemu marehemu, na Mungu aweke roho yake mahala pema huko peponi, na Mwenyezi Mungu apokee maombi yake aliyofanya kwa ajili ya watoto wake, na watoto wake pia waweze kutambua haki, waweze kujiunga na jumuia. Na jeneza ya pili ni Tayyib Abadi Saheb wa Tunis, ambaye tarehe 26 wa Juni katika umri wa miaka 70 ameaga dunia, amefariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mwanajumuia peke yake katika eneo lake. Alikuwa akipenda sana imamu na yani khalifa, na alikuwa akipenda sana Qur'ani tukufu. Alikuwa akimkumbuka Mwenyezi Mungu sana. Alipojua kuhusu jumuiya bila kuchelewa akaja makao makuu ya jumuiya na kule akafanya bayat. Alikuwa akisoma kasida ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na vitabu vyake. Kwa ajili ya kusali Ijumaa alikuwa akisafiri masaa 5 kila Ijumaa. Alikuwa mtu shujaa sana. Alikuwa akifanya mahubiri baada ya kukutana na watu. Alipata pinzani wa hali ya juu kutoka kwa familia yake, lakini yeye alisimama kwa uimara sana. Kabla siku kwanza ya bayat akaanza kutoa mchango. Wakati alipojua kuhusu nizamu ya wasia akajiunga na wasia mara moja. Alikuwa akiwasi vijana watoe katika njia ya Allah, na alikuwa akisema kwa baraka ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu mali yangu iliongezeka sana. Mungu ameweka baraka sana. Marehemu alipata bahati ya kufanya haj. Alikuwa ashiki na mpenzi wa khalifa. Mwenyezi Mungu amrehemu, amghofirie, na Mungu atimize matamanio yake yote kwa ajili ya watoto wake. Jeneza ya tatu ni ya Amatu Shukur Sahiba, Bi Amatu Shukur Sahiba, aliyekuwa binti wa halifa watatu rahimahullah taala. Tarehe 3 ya Septemba katika umri wa miaka 79 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa binti mkubwa wa khalifa watatu. Hivi alikuwa mjukuu wa halifa wa pili. Na upande wa mama alikuwa mjukuu wa Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahiba na Nawab Muhammad Ali Khan Sahib. Alfu moja 1940 alizaliwa katika Qadian na alisoma Qadian. Baadaye akaja Lahore kwa ajili kupata elimu na masomo ya juu. Aliolewa mara mbili, na aliolewa kwanza na Shahid Khan Saheb, na alipata watoto kutoka katika mume. Ni watoto wa kiume wawili na mabinti watatu. Mtoto wake mmoja Amar Ahmad Khan ni wakfe zindagi na anaendelea kuitumikia jumuiya, na wajukuu wake wawili pia wanasoma katika Jamia Ahmadiyya. Mara ya pili aliolewa na Dr. Laik Saheb na hakupata mtoto yeyote kutoka kwake, yani hakuwa na mtoto yeyote kutoka kwake. Yeye hakutoa huduma kubwa sana kwa ajili ya jumuiya, lakini kwa kawaida katika idara mbalimbali za jumuiya, katika shoba mbalimbali za lajna alipata nafasi ya kufanya kazi, na kila mmoja ameandika kwamba alikuwa mtiifu sana na kwa unyenyekevu alikuwa anafanya kazi pamoja nasi. Alikuwa na shauku sana ya kusoma na kuandika. Yeye aliandika sera za Amajan, kisha ameandika kitabu kingine kuhusu Nawab Mubaraka Begum Sahiba, na aliandika kitabu kingine cha tatu pia, na musabada yake iko tayari lakini bado haikuchapwa. Na kitabu hiki ni kuhusu mke wa Hadrat Mirza Sharif Ahmad Saheb. Kwa hiyo ameandika vitabu vitatu hivi, na vitabu hivi ni vizuri sana kwa ajili ya lajna. Mjukuu wake mmoja anasema nyanya alikuwa akisema kwamba halifa watatu alisema uendelee kufanya tabasamu kwa sababu kufanya tabasamu ni sadaka. Anasema mimi
nilimuona hata katika ugonjwa wake wa mwisho pia alikuwa akiniona kwa kufanya tabasamu, ingawa alikuwa na maumivu sana na ilijulikana baadaye kwamba ana kansa, lakini kwa kuwa na hali hii alikuwa na maumivu, lakini alionyesha subira ya hali ya juu na alikuwa akifanya tabasamu. Na yeye alifuata nasaha ya halifa watatu. Mwenyezi Mungu amrehemu na amghofirie, na Mungu awajalie watoto wake na kizazi chake kijacho kiendelee kuungana na uhalifa na kujenga mahusiano mazuri na uhalifa. Amin. Hazur anasema kwamba kuna kitu kingine leo, kwa sababu kuna ijtimaa ya Khudamul Ahmadiyya leo, itaanza ijtimaa ya Khudamul Ahmadiyya leo. Kwa hiyo leo nitachanganya Ijumaa na swala ya alasiri inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.